Safaro General Meshak MRPDP na komanda wake Leblanc. Pardon. MRPDP anapiga Kamanyola. Sio kubapiga mbele kwa mbele. Usijirundike fasi moja, drone napiga kafu banyana jirundika fasi moja. Leo ni kwenda advance. Kula tulale Kamanyola tukunywe Kamanyola sikre. Moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa mapambano asubuhi ya leo tarehe 3 Disemba mwaka wa 2025. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Waligani mpendwa msikilizaji popote uliko, natumai kwamba utakuwa salama usalimini. Karibu mara tena kwamba tunasi katika taarifa hizi za asubuhi ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Ili uendelee kupata habari hizi, hakikisha tu una subscribe channel hii, una comment, lakini pia una share. Hapo autojutia MB zako, maana utakuwa unahabarika na kupata habari za ukweli kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika uko kwenye uwanja wa mapambano. Asubuhi ya leo tunakuletea kile ambacho kinaendelea uko Katogota, ambako wazalendo waliweza kumiliki maeneo hayo hiyo jana, lakini asubuhi ya leo hali imeamuka tena kuwa tete zaidi kuliko hata ile iliyoripotiwa hiyo jana. Hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati katika habari hizi za asubuhi ya leo. Na bila shaka mpendwa msikilizaji, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, fahamu ya kwamba unaendelea kusikiliza Amani TV Media, ikikutangazia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Matangazo yetu tunapata moja kwa moja kwenye mtandao wa YouTube pamoja na Facebook. Ukiandika Amani TV Media, hapo utakuwa unajiunga nasi. Lakini uko Shabunda unatunasa vema kupitia Radio Mutula FM. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka kwenye mstari wa mapambano uko Katogota, ambako mapambano makubwa yamezuka tena asubuhi ya leo tarehe 3 Disemba mwaka wa 2025 katika maeneo ya Katogota na Kamanyola jimboni Kivu Kusini, yakihusisha vikosi vya wazalendo FARDC pamoja na jeshi la Burundi dhidi ya wahasi wa AFC M23 wakisaidiwa na majeshi kutoka Rwanda RDF. Kwa mujibu wa taarifa za vyanzo vya eneo hilo, mapambano hayo yameanza mapema asubuhi majira ya saa 11 alfajiri, na hadi sasa milio ya silaha nzito na nyepesi inaendelea kusikika katika maeneo kadhaa. Wakaaji wa Katogota na Kamanyola wanaripoti hali kuwa tete zaidi ikilinganishwa na ilivyokuwa hiyo jana tarehe 2 Disemba mwaka wa 2025 wakati wa mashambulizi ya awali. Jambo mzee, habari ya kulamuka, mnalamuka kule? Lamuka. Sio kuleo sasa. Jana ilikuwa ingali mutani, leo sasa iko sawa vile ndio yenye sasa balilamukie hemo sasa. Jana iko sawa vile habakukutanana. Leo sasa ndio banakutanana leo. Manake Katogota hivi ni hatari kabisa. Haiko tena vile vya masafa ya mbali. Maana hapo bunduki ndogo ndogo ndio ziko zinatumika na zile bombe za kawaida. Ndio vile mzee. Ndio habari ile. Tuyi sasa mshindi atakuwa nani, tuchunge tusikie. Kama kweli bataingia mpaka Lubarika yenye bako banavizia baingie Luvunge, wala baluvunge bataingia hapa juu. Jana wabilituma masasi haipigwi mingi, kikosi yenyewe ilikuwa natoka Uvira na Bubembe, jana walikuwa balizuia. Jana FARDC ilikuwa lizuia Muluvunge siingie. Kwa sababu vile lipatia sasa njia leo. Sio vile. Mzee, hivi haiko tena vya butani kabisa. Hivi haiko tena vya butani. Miripuko tena inaanza Kambara. Miripuko kabisa na masasi ya ukweli. Maana bombe zinaanza anguka kule chini, tena kule chini. Kule chini kwa Lubondo kule. Bombe zinaanza anguka tena kule. Maana iko vya butani kabisa. Ni vita sasa ya ukweli. Vita ya ukweli, entre mshindi umoja asonge mbele kwenda kule, wala mwingine naye aingie huko. Ndio vile. Tunapenda tuambie kwamba
ni wakati wa kusafisha nchi yetu. Ni wakati wa kusafisha nchi, adui atoke, akimbia, arudie kwao. Ndio maana tunawaambia wa ndugu zetu wa pale Chimpwiji kabisa, Nyantende, Mushweshwe, mwanze angalia njisi ya kutoka, mfunge mtoke, sababu wakati huu najua drone itapiga pale Chimpwiji, Mushweshwe, Nyantende, ule Bugwegwe, ule Bushenzi utoke. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni vema kukukumbusha kwamba mapambano hayo ambayo yanaendelea yaliibuka hiyo jana Jumanne tarehe 2 Disemba baada ya wahasi wa AFC M23 kufanya mashambulizi kwenye ngome za wazalendo. Katika majibizano hayo, vikosi vya wazalendo FARDC na jeshi la Burundi vilifanikiwa kuwasukuma wahasi nyuma na kurejesha udhibiti wa kijiji cha Katogota ambacho hadi sasa kinadaiwa kuwa chini ya ulinzi wao. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo ya awali, mapambano yanaendelea kuongezeka katika maeneo ya karibu, huku taarifa zikionyesha uwepo wa wahasi wa AFC M23 kwenye mji wa Kamanyola. Na hiyo inafanya hali ya usalama kuendelea kuwa tete, kwa sababu bado vikosi vya wazalendo vinaendelea kujielekeza huko kwenye uwanja wa vita vikiwa na nia ya kuweza kuingia hadi Kamanyola ambako kunapatikana ngome kubwa ya wahasi wa AFC M23. Ikiwa kunasalia siku moja pekee rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aende kukutana na mwenzie wa Rwanda Paul Kagame huko Washington kwa ajili ya kuweza kuweka saini makubaliano ya amani mashariki mwa DRC, mapambano bado yanaendelea kuripotiwa eneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwemo jimbo ya Kivu Kusini pamoja na jimbo ya Kivu Kaskazini, hali ambayo endelea kuonesha huenda ikazuia na kusababisha makubaliano hayo yasiwekewe saini kufuatia hali ambayo inaendelea kwenye uwanja wa vita. Lakini hiyo jana msemaji wa serikali wa jeshi la taifa FARDC Meja Jemadari Sylvain Kenge aliweza kuwatuhumu wahasi wa AFC M23 kutekeleza mashambulizi dhidi ya ngome za jeshi la taifa FARDC huko Bondeni Ruzizi. Upande wa wahasi pia waliweza kuandika kibarua chao wakituhumu jeshi la taifa kuweza kutekeleza mashambulizi kwenye ngome zao. Sasa hali inaendelea kuwa tete huko kwenye Bondeni Ruzizi ambako mapambano mpaka sasa yanaendelea. Mzalendo mmoja kutoka kwenye uwanja wa mapambano kwa sauti ya ushindi ametuma ujumbe mrefu wa kuonesha kwamba muda huu hawataweza kurudi nyuma, bali wataendelea kusonga mbele na kukomboa maeneo yote ambayo wahasi wanayadhibiti. Mapambano leo pale kuma restaurant ya Kamanyola ndio kwenye moto na waka bana, angalia kwenye adui atakimbilia, akiingia Rwanda na kano zinaingia Rwanda directement. Ninaomba wazalendo wote wanayobaki, wazalendo wote wa Bembe, wa Fuliru, wa Nyindu, wa raforce wenzao dale median, kano ingie Bukarama directement. Kano ingie Bukarama tayari pale kuma restaurant ndo kwenye moto iko na mabombe zilibomola manyumba za mingi Kamanyola. Vraiment batu walikufa zaidi kwa maana hawana masikio. Tunasema eti watu watoke Kamanyola, tunataka kuachilia Wasimba Mlere Mai, kisha batu wanatia masikio nguvu. Alors ninaomba watu wenye wako Bukavu waanze kutoka waende mbali. Alors raia ya Bugarama itoke, basikie kusema eti JT anafaa genocide Rwanda. Muzalendo este l'ouest na okside, ninaomba nyi wote mushuke moto ingie directement Rwanda, inakuwa kumupaka. Moto inakuwa kumupaka. Moto leo sai masasi iko nalilia kumupaka. Sai masasi iko nalilia na mabombe iko nalilia kumupaka. Kamanyola kumpaka. Batu wiko manyumba hakuna kutoka. Jogo leo haikuwika. Jogo haikuwika. Ninaomba sai hii aitwae mzalendo yote milimani ashuke. Alo bara force benzao full. Naomba wajana wa Kirundi, wajana wa Kongomani
wa Est West Nord City, ninaomba rafo na kwa wingi Bugarama itekwe mateka. Napenda kesho maaseter Bugarama ikuwe mikono ya wazalendo. Kesho maaseter Bugarama ikuwe mikono kwanza ya wazalendo. Kusikia kwanza nipumzikie kwanza Bugarama. Alors, na raia ya Bugarama yaanze kukimbia sai. Na watajiri mutoshe watoto muende ku 45 km mumilima, muende 45 km 60 hivi, na baletea Paul Sabagina na Mugwa Nishaka na Kanyarengwe na mtoto wa Vierman, bali ndo na baletea katika nchi ya Rwanda. Hivi Simba zinaguruma, wazalendo wote ni Kongola wote, hakuna mtu anaweza simama mbele ya mzalendo. Na pale wakati imeenea ya kupeleka Wanyarwanda wote walioingia depuis 1994 huku kwetu baende bakai kwao, wajenge nchi yao, wagisi ilikuwa zamani kwa Vyarimana, wapate amani. Paske huyu Kagame ni Munyarwanda wasilani ya Kongo, ni Mnamrenge, alizaliwa Urimbi, bakaenda kuikala Kahuna, alikuwa kiongozi, kisha akapewa burse na representant Majagira Ruigita, akaenda kusomea Amerika. Kukuya Amerika na prepare coup d'etat Rwanda, kisha anaanza makonflit voisinage na Congo depuis 1994 jusqu'au présent. Alors sasa wananchi raia Jite Ngabunga ana declarer vita sasa na Rwanda, na hivi Kagame aanze kukimbia na ile ba ministre bake wa chef d'état major mwanzo kimbia maarme, mujiunge na wenzenyu wa Nyarwanda nayo leta, mujiunge directement wa Nyarwanda, mujiunge mujenge nchi yenu, kwa Tusi wa Rwanda wasilene ya Rwanda, kwa Hutu wasilene wa Rwanda, kwa Mbote, mkuwe na amani katika nchi yenu. Hivi mlikuwa muutumwa na bwana Kagame. Bwana Kagame alikuwa na utumwa kwa maana Mtusi wa Rwanda balikuwa wanaoeana na Mhutu, hakuna probleme, Mbote hakuna probleme, ilikuwa nchi yao ya amani. Lakini huyu Mnamrenge Kagame wa sehemu ya Kongo, ile ubaguzi, ile roho mbaya wanayetia katika nchi ya Kongo, ndio anataka kupanda katika nchi ya Rwanda. Mukaribishe hii pouvoir iko nakuya ya Paul Rusesabagina. Nyi peke mnajua Paul Rusesabagina gisa alifungiwa akitetea uhuru, akitetea demokrasi katika nchi ya Rwanda. Alors sasa bwana Kagame akamfunga 5. Ule ndio president anakuya, mumpokee katika nchi ya Bugarama ya Rwanda, mumpokee Paul Rusesabagina, mushangilie, lakini raia yote Bugarama itoke. Alors kama vile nilikuwa naambia raia Kamanyola itoke, sasa banapata mazara, mabombe zinabomola mahitaji manini, banapata mazara, na hivi ni moto ndio iko na waka. Akizungumza na mwandishi wa habari, mmoja kati ya makamanda wa kizalendo kutoka huko kwenye uwanja mapambano ameulizwa kwa nini watekeleze mashambulizi ili hali ya kwamba serikali inaelekea katika harakati za kutafuta amani huko Washington. Kiongozi huyo wa kizalendo Alexei Dunia ameeleza chanzo cha wao kutekeleza mashambulizi ili hali ya kwamba serikali inaelekea katika hali ya kutafuta ufumbuzi wa matatizo ya DRC huko nchini Umarekani. Anasitisha mapambano na nani? Sisi wazalendo, hiyo mkataba ituhusu. Kisha hatuna kwa hiyo masikilizano ya wao kusitisha mapambano mpaka wanavuka mipaka, wanarejea kwa Rwanda, na sisi tutasitisha mapambano. Na wao ndio walikuja kutuchokoza, ndugu yangu. Sisi tulikuwa kimya, wao wakavuka wakaja kutuchokoza. Sasa wewe mtoto unawaza kama wewe mkubwa anakaa kimya anakuacha huko anacheza ni kukosa nguvu? Tulikuwa tunaacha mtoto, lakini hapo mpaka tunahakikisha mtoto apate kuheshimia mkubwa. Siku zilizobaki hapo nyuma mlikuwa mnasubiri nini kuingia maeneo yote hayo? Tulikuwa tunaheshimia mipango ya government. Sasa tunaona tukibakilia kuheshimu hiyo mipango, hadi lini tutaendelea kuwa watumwa? Na sisi hiyo ndio tumepinga.
Kwa hiyo nyinyi mikataba ya Washington mnaiweka mfukoni, wakati ambapo Rais Tshisekedi na Kagame watakuwa Washington tarehe hivi kesho kutwa hapa. Yanawahusu wao wawili, hayatuhusu sisi. Sasa kama wao wanasema tuheshimu ile mkataba, kwa nini hao warukaruka wao kisi ndugu yabo mwenzao Kabila aliwahi kuwaita walikuja kutuchokoza? Sisi kutusitisha na kuheshimu hiyo mikataba ni wavuke mtoni wa Ruzizi, watoke Kamanyola, wavuke kwao, na sisi pale tutatulia. Na sisi kama vile nasema kiongozi wa wazalendo jimboni hii, haturejee Uvira kama hatuyahakikisha kuchukua nchini yetu, na Wanyarwanda wakisubutu tutaingia kwao. Lakini kama wanataka amani, ujerani mwema, warejee watoke Kamanyola. Pasipo hivi la tutawafuata, sababu kuna vipengele vya kanuni ya Umoja wa Mataifa inasema bandia akienda chokoza nchi nyingine na akikimbilia nchi fulani anaombwa afatiwe ndani katika kilomita 150. Na ndio vile kama hawataki sisi tuwaletee fujo kule ngambo yao, wao waite wale warukaruka wao wavuguvugu wa M23 watoke Katokota, watoke Kamanyola, wavuke kwao. Na kama si vile abatware inakuja mpaka Rwanda. Ukomo wenu ni upi? Ukomo wetu ni kusema M23 iache jimbo letu zote mbili. Pasipo hivyo tutawafikia mahali pote, na sisi tutavuka kwa ule mwenye kuwatuma. Kwa nini? M23 si ndugu zako, Konenanga mdogo wako, mlikuwa mnaongea naye pale Butembo, mliongea naye Ruchuru kule. Leo amekuwa adui, wakati wao wanasema kwamba wao si waasi lakini ni jeshi la mapinduzi, jeshi la ukombozi. Wanakuja kukomboeni, nyie mnakataa. Wanakuja kukomboa nani? Wauaji. Mimi siko ndugu wa muuaji wa mtu mwenyewe hana hatia. Sisi hatupo vile. Sisi wazalendo hatuna hiyo wakati ya kuongea na wale wa Corneille na sababu waje kama wale damu kiolela ya Wakongomani, sio wa ndugu zetu wale. Sasa wale wao wako wanachinja ni wanani kama wanajiita ni wandugu? Sisi ndugu yangu tunasema ni kusonga mbele, hakuna kurejea tena nyuma. Hiyo mikataba watabaki wako wanasaini namna yao, na sisi tunafanya kazi namna yetu. Kwa kumalizia, neno lako la mwisho? Kwa kumalizia, ninaambia Wakongomani wote, ninaambia jeshi la taifa yani FRDC, ninaambia government yetu, sisi wazalendo tunaamka, tunakuwa kwenye shamba la mapambano. Wakati baba anaona watoto wanapigwa sana na anasimama, kisi mimi mwenyewe kama vile coordinator ninasimama, hakuna kurejea nyuma. Neno ni kusema watumainie, kusema hatutarejea nyuma, tutapanguza Wakongomani machozi na kurudisha heshima kwa haya ambayo tunaipata kutokea kwa Rwanda. Haifai kuficha, inatokea kwa Rwanda, sababu Kagame anasema wazi kusema ni jeshi lake ndio liko linapigana nchini mwetu. Na sisi tunasema Wakongomani wasikie kusema kiongozi nambari 1 ya wazalendo jimboni Sud Kivu anasimama yuko kwenye shamba la mapambano, na wazalendo wote tuko tunafanya kazi ya kukimbiza adui atoke nchini mwetu. Hatutarejea nyuma kabla hatuyafikia lengo letu. Mikataba ambao wako wanasaini kule, government iambie Rwanda atoe majeshi lake nchini mwetu, na ndio sisi tutapitisha. Kama sio vile hayatuhusu. Watumainie kama manufaa iko pamoja na sisi, sababu hatukwenda chokoza Nyarwanda kwao. Ni Mnyarwanda ndio alikuja kutuingilia nchini mwetu, na sisi tutaendelea kupambana naye hadi wakati watakapovuka mipaka na kurejea kwao. Watumainie, tunawaomba Wakongomani wakuwe na utulivu. Mambo ya kusema kwenye mitandao kusema mchini fulani imeshikwa, mchini fulani imeshikwa, waondoe hiyo. Sisi wenyewe tuko kwenye shamba la mapambano. Wakati tunasonga mbele tutawaambia tunafikia nafasi fulani.
tunasonga mbele, tunawaambia hiyo ya mitandao sisi kwetu hayatuhusu wala haitufikie. Sasa wakuwe na tumaini kusema kwa hii turu tutawafurahisha. Sisi wenyewe viongozi tunasimama na kusonga mbele. Nyinyi mnaenda huko lakini mlitandikwa hapo Tibiangoma huko, mlichapwa huko, wazalendo mlitandikwa mpaka mnakimbia hata jeshi la taifa wakafungasha mizigo huko, mlipigwa huko, mmepata kichapo. Na ndio maana nimekuambia kusema kama baba wakati anaona watoto wanapigwa sana, inaomba sasa naye asimame, na ndio hivyo mimi mwenyewe nimesimama na viongozi wenzangu, tunakuja kwenye shamba la mapambano kwa kufanya kazi. Wasubutu ile mchezo wako wanacheza na mahali nyingine, waendelee na yao. Waulize leo wanapata kichapo namna gani. Na kuambia na kesho nitakuita, nitakuonyesha mahali nipo, utasoma ni nafasi gani. Sababu leo hakuna kurejea nyuma. Kazi ni kazi. Baba amekwisha simama kwa kuondoa, kwa kupanguza wakongomani machozi, kwa kurejesha haya yote ambayo tuliyapata, na ndio mahali tupo kwenye shamba la mapambano. Hivi niko na kuambia hakuna shida, mapambano yameenda sawa na tuko nafanya kazi mzuri. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kutoka huko kwenye uwanja wa vita ili tuendelee kukuarifu na kukufahamisha yote yanayojiri sehemu mbalimbali. Mpaka sasa bado hali ni tete na takwimu kuhusu majeruhi pamoja na vifo bado haijajulikana kutokana na ni vigumu kufika sehemu ya tukio, lakini itakapofika mida husika atakuwa hapa tena kwa ajili ya kuja kukuhabarisha na kuletea zile za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Nachokusihi tu ni kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi ili naendelee kuzipata habari hizi za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Na kutakia tu mchana mwema na tuendelee kuwa pamoja katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwaheri.